nchini ili kufikia viwango vinavyokubalika kimataifa. Akizungumza leo wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni jijini Dodoma, Profesa Mbarawa amesema kuwa hatua hiyo inatekelezwa kupitia mamlaka za udhibiti ikiwemo Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA na Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA. Udhibiti wa usafiri wa ardhini. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini yani LATRA imeendelea kusimamia na kudhibiti usafiri katika sekta ndogo ya reli, barabara pamoja na kuanza maandalizi ya awali kwa ajili ya udhibiti wa usafiri wa waya. Aidha, LATRA imeendelea na jukumu la kudhibiti madereva na kusajili wahudumu wa vyombo vinavyodhibitiwa ili kuboresha usalama na ubora wa huduma katika usafiri ardhini. Aidha, kuhusu Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA, Profesa Mbarawa amesema imeendelea kutoa huduma za udhibiti wa anga, usimamizi wa viwanja vya ndege pamoja na huduma za uongozaji wa ndege katika viwanja 15 hapa nchini. Serikali imeiagiza Bodi ya usajili wa kandarasi CRB kuwachukulia hatua makandarasi wazembe wanaosababisha hasara na athari kwa serikali na wananchi kwa kutokamilisha miradi kwa wakati. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ametoa agizo hilo leo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano wa mashauriano na wadau wa sekta ya ujenzi kwa mwaka 2025. Ulega amesisitiza kuwa makandarasi wanaposhindwa kutimiza wajibu wao wanachelewesha wananchi kupata huduma zilizokusudiwa na kusababisha hasara kwa serikali na wananchi kwa ujumla. Hata hivyo, Waziri Ulega amewapongeza baadhi ya wakandarasi wa ndani kwa kufanya kazi kwa uzalendo na kusisitiza makandarasi hao wana wajibu mkubwa wa kuinua uchumi. Mkutano huo umebebwa na kauli mbiu ukuaji wa makandarasi wa ndani, fursa na changamoto. Watendaji wa serikali na wadau wengine wa maendeleo mkoani Geita wametakiwa kushirikiana kwa pamoja katika kukomesha vitendo vya rushwa kwenye maeneo yao. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita James Ruge amesema hayo kupitia warsha iliyoandaliwa kwa ushirikiano wa mgodi wa Geita GGM kwa ajili ya kutoa mafunzo ya kuepuka vitendo vya rushwa katika usimamizi wa miradi. Amesema taasisi zote zina wajibu wa kuhakikisha rushwa inapigwa vita kwani huathiri utoaji wa huduma bora kwenye jamii. Rushwa ni tatizo linalovuka mipaka ya taasisi, linalovuka mipaka ya sekta na kada za kijamii, inaathiri mapato ya serikali, inavuruga ushindani wa haki katika masoko na inapunguza imani ya wananchi kwa mfumo wa utawala. Hakuna chombo kimoja kinachoweza kushinda vita hii peke yake. Ushirikiano wenu kutoka katika mamlaka za serikali, sekta binafsi, sekta ya madini, taasisi binafsi, asasi za kiraia mpaka vyombo vya habari ndiyo silaha yetu ya pamoja. Kwa upande wake, Katibu Tawala mkoa wa Geita Mohamed Gombat amepongeza jitihada zinazofanywa na mgodi pamoja na TAKUKURU katika kusimamia miradi inayotokana na fedha za uwajibikaji kwa jamii CSR. Kwa upekee kabisa na kwa dhati nawashukuru wenzetu wa TAKUKURU kwa kushirikiana na mgodi wa dhahabu wa Geita kuandaa warsha hii muhimu ambayo itatuwezesha kujadiliana na kuandaa mkakati wa namna bora ya kukabiliana na rushwa au viashiria vya rushwa katika shughuli mbalimbali za maendeleo ambazo zinafanywa na kutekelezwa na mgodi wetu wa dhahabu wa Geita. Wamekuwa wadau wa kweli katika maendeleo ya jamii na uwajibikaji wa jamii CSR. Na sasa ni habari za kimataifa. Hafla ya uzinduzi wa chama kipya cha aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua cha Democracy for the Citizen Party zimevurugwa mapema leo baada ya kuingiliwa na watu ambao hawakuwa na nia njema. Tukio hilo limetokea muda mfupi baada ya msafara wa Gachagua kuondoka katika ukumbi wa hafla hiyo akiwa na maafisa wengine wakuu wa chama hicho kipya cha DCP. Hata hivyo, maafisa wa usalama walichukua hatua za haraka na kuzima ghasia, huku watu hao waliovamia eneo hilo
walikamatwa huku wafuasi wa Gachagua wakipigwa hadharani. Maafisa wa usalama wa Kenya walifyatua risasi hewani wakati wa tukio hilo. Nembo ya chama kipya ni sikio linalosikiliza na kauli mbiu yake ni sikiza wa Kenya, ikiwa na rangi ya kijani kibichi yenye mwangaza, nyekundu, kutu na nyeupe. Aidha, Bwana Gachagua amejiteua mwenyewe kuwa kiongozi wa chama na amewatangaza kaimu maafisa watakaosimamia chama hicho. Na mawaziri wa mambo ya kigeni wa Jumuiya ya Kujihami NATO wanajadili leo sharti la Marekani la kuongeza uwekezaji wa ulinzi hadi 5% ya pato jumla ya ndani kwa miaka 7 ijayo. Akizungumza mjini Antalya, Uturuki, Katibu Mkuu wa NATO Mark Rutte amesema uwekezaji zaidi na vifaa vya kijeshi vinahitajika kukabiliana na kitisho kinachotolewa na Urusi na ugaidi, lakini pia na China ambayo imekuwa swala la wasiwasi kwa Marekani. Rutte amewaambia waandishi wa habari kuwa mara vita vitakapomalizika nchini Ukraine, Urusi inaweza kuunda upya vikosi vyake ndani ya miaka 3 hadi 5. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesisitiza kuwa sharti la uwekezaji la Marekani linahusu kutumia fedha kwenye mambo yanayohitajika kukabiliana na vitisho vya karne ya 21. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema Berlin iko tayari kulitekeleza sharti hilo la Trump, akisema ni suala muhimu. Waza Wazua. Msikilizaji, maisha ni mwalimu mgumu. Huanza na mtihani kisha hutoa somo. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu la Siri Habari Kuu leo hii. Serikali imeendelea kuimarisha udhibiti wa ubora wa huduma za uchukuzi nchini ili kufikia viwango vinavyokubalika kimataifa. Watendaji wa serikali na wadau wengine wa maendeleo mkoani Geita wametakiwa kushirikiana kukomesha vitendo vya rushwa kwenye maeneo yao. Na mawaziri wa mambo ya kigeni wa Jumuiya ya Kujihami NATO wanajadili sharti la Marekani la kuongeza uwekezaji wa ulinzi hadi 5% ya pato jumla la ndani kwa miaka 7 ijayo. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Kwizera FM ikikutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Kwa upande wa wakati hivi sasa ni saa 10:11 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawia na saa 9:11 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifuata taarifa zetu, ambapo tunaanza kwa taarifa ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa hapa nchini Tanzania amempokea mgeni wake Rais wa Jamhuri ya Finland Alexander Stubb ikulu ya jijini Dar es Salaam. Rais huyo ambaye amekuja hapa nchini atakuwa na ziara hapa nchini na kushiriki katika mazungumzo kuhusu urithi wa hayati Martti pamoja na rais mstaafu wa Jamhuri ya Finland na mwanadiplomasia mbobevu aliyeshika wadhifa mbalimbali ikiwemo mjumbe maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Namibia na Kosovo na pia aliyewahi kuwa balozi wa Finland nchini Tanzania. Mbali na viongozi hao wa kiserikali, Rais Stubb pia ameambatana na wafanyabiashara kutoka nchini Finland ambao
watahutubia katika jukwaa la wafanyabiashara wa Tanzania na Finland linalotarajiwa kufanyika kesho ili kujadili fursa za kiuchumi na biashara za nchi hizi mbili. Miongoni mwa mambo ambayo yatajadiliwa na yale ambayo yameanza kupigiwa patu ni kuhusiana kwa mataifa haya mawili kushirikiana katika masuala ya matumizi ya nishati safi ili kuendelea kulinda mazingira. Katika kutazama muktadha wa kutunza mazingira kwa kutumia nishati safi, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Mbelwa Petro nikitaji kufahamu mtazamo wake. Je, Tanzania kama itaanza kutekeleza mpango wa nishati safi ambao umeanza kupigiwa upatu kwa miaka kadhaa sasa, je, inawezekana Watanzania wote wakaanza kutumia nishati safi? Kwa mujibu wa takwimu zilizopo ni kwamba zaidi ya 90% ya Watanzania bado wanatumia nishati zisizo safi katika michakato ya mapishi yao, kwa maana ya kuni na mkaa. Na hii inachangiwa na uchumi pamoja na elimu. Changamoto ya uchumi na changamoto ya kielimu kwa baadhi ya Watanzania ambao bado wanatumia nishati ambayo si safi na salama. Tunaweza kutokaje hapa ili kuwa na matumizi bora ya nishati safi? Ni kweli hizo ni miongoni mwa sababu kundu uchumi kuwa wa chini pamoja na matumizi pamoja na elimu ya mabadiliko ya tabia ya nchi ndio inayopelekea Watanzania wengi zaidi ya 90% kuendelea kutumia nishati zisizo safi. Lakini kwa hojaji yako ya kwamba tunaweza kufanya nini kutoka hapa na kufikia pengine yale malengo ambayo kama taifa tumedhamiria kuyafikia, kwamba ifikapo mwaka 2030 80% ya Watanzania tuweze kutumia nishati safi. Tayari serikali imeshaanza baadhi ya initiative ambazo ni muhimu kuelekea huko. Moja ni serikali ya awamu ya 6 iliyo chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kujiunganisha na wadau wengine wa kikanda, wa kitaifa pamoja na wa kimataifa. Mwaka 2024 ulifanyika mkutano mkubwa ulioangazia ni namna gani wa Afrika watapata nishati safi, mkutano uliofanyika jijini pale. Lakini mwaka huu Rais Mama Samia alialika viongozi kutoka nchi zote 54 kuja hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mkutano ambao ulidhamiria kujadili namna gani ya kufikia malengo ya kutumia nishati safi, ambapo Januari 27 tuliona kwenye mkutano uliopewa jina la Mission 300 ulifanyika hapa, na walisaini makubaliano ya awali kabisa kuhakikisha Waafrika wengi wanapata nishati ya umeme. Ikumbukwe kwamba mpaka leo 83% ya Waafrika sawa na Waafrika milioni 685 hawapati huduma ya umeme, kwa maana hawajafikiwa na huduma ya umeme. Bwana Mbelwa, wakati unazungumza haya, lakini nikitazama kipato cha mkulima wa kijijini ambaye tunahamasisha atumie nishati safi, bado gesi zaidi zinapatikana mjini na gharama yake bado ni kubwa. Lakini pia hata masuala ya umeme, kuna baadhi ya vitongoji bado havijapata umeme, gharama ya umeme ni kubwa. Ni kweli mkulima huyu anaweza kamudu maisha haya ya kubadilisha gesi kila wakati, ambaye anategemea avune maharage, avune mahindi ndio aweze kuendesha maisha yake? Ni changamoto hiyo kwamba shughuli nyingi za vijijini ni za kimsimu. Kipato chetu, mtiririko wa kipato katika wananchi wengi wa vijijini huja kimsimu pia, kwamba wakati wa mavuno utakuta mkulima anaweza kupata kiasi cha kuweza kumudu maisha yake. Lakini ikumbukwe kwamba nishati safi si umeme peke yake. Kuna umeme jua, tunaita solar energy, kuna nishati upepo, kuna joto ardhi. Ni vyanzo vya kutuletea nishati safi, kwa maana ya nishati isiyozalisha gesi sumu katika mazingira yetu. Umezungumzia mambo ya nishati upepo, nishati jua, kwa maana kwamba hizi solar panel mbalimbali zinaweza kusaidia, lakini mara nyingi nishati ya jua, nishati ya upepo inafanya kazi kwenye mataifa ambayo yameendelea. Turudi kwetu Tanzania, tunahamasisha kutumia nishati safi, lakini kwa nini nguvu hiyo tunayoihamasisha kutumia nishati safi, kwa nini
tuhamishie kupunguza gharama, tupunguze gharama kwanza ya umeme, tupunguze gharama ya gesi, tupunguze gharama ya sola, halafu ndio turudi kwa mwananchi kumwambia atumie nishati mbadala. Ni kitu kigumu kwamba ikiwa bei zitakuwa ziko juu za miundombinu ya kuhakikisha tunapata nishati safi, hii itaendelea kuwa kikwazo kwetu. Lakini nimeeleza hapo awali kwamba mitungi ya gesi ambayo imezinduliwa na waziri wa nishati na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Doto Mashaka Biteko iliuzwa kwa nusu bei, nusu gharama, kwa maana ya ilikuwepo punguzo la 50%. Hiyo moja. Ni mkakati huo. Lakini pia tumeona rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jana Jumatano tarehe 14 akikutana na rais wa Finland Alexander Stubb katika ziara ya kitaifa ya siku 3. Ugeni huu pamoja na mambo mengine yaliyohusu sekta ya misitu, kushirikiana katika biashara, uwekezaji, madini, utalii, uwezeshaji wa wanawake, walizungumzia pia masuala ya tehama na hili la uhamilishaji wa kiteknolojia lilizungumzwa na kwa sababu nishati ni teknolojia, hatuwezi kuepuka nishati safi pamoja na mageuzi ya kiteknolojia. Ni Bwana Mbelwa Petro, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, tukiangazia swala hilo msikilizaji. Na sasa tuangazie taarifa nyingine hapa msikilizaji. Ni kwamba malengo ya kuanzishwa kwa kila chama cha siasa nchini au katika taifa lolote ni kushika dola. Vyama vya siasa hapa nchini Tanzania katika kuelekea katika uchaguzi mkuu vimeendelea na harakati zake za kuhakikisha vinajiimarisha, ikiwa ni pamoja na kuendelea kusajili wanachama na kuendelea kuhamasisha wanachama kuendelea kujiandikisha katika daftari la kudumu ili kuwa na haki ya kupiga kura. Baadhi ya vyama vinaonekana kupoteza ufuasi wake baada ya kuanza kuhama na kujiunga na vyama vingine. Mfano, vyama ambavyo vimeonekana kuwapoteza wanachama ambao wameenda kujiunga na vyama vingine, wengine bado wakiwa hawajaonyesha sehemu ambazo wanaenda kujiunga na vyama vingine vya kisiasa, ni pamoja na Chadema pamoja na NCCR Mageuzi. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii na mtaalamu wa masuala ya uchumi Bwana Baraka John Chambala. Kwanza nimemuuliza wanachama wanaohama na kuingia kwenye vyama vingine, taratibu zinazotumika kuwapokea, je, zipo sahihi? Watu waingie kwenye vyama, sio mtu anakuja nataka kadi ya chama anapewa aulizwe maswali. Kwa nini unataka kuamini katika hii chama? Mtu akiwa hana sababu za kuelezea, msimchukue, mwambie unaweza ukawa tupigia kura, lakini hatuoni kama unaweza kuwa mwanachama wetu, kwa sababu sisi tuna itikadi zetu tunazozisimamia, tuna imani zetu tunazozisimamia, na wanaotakiwa kwenye hiki chama ni wale ambao wanaapa kiapo cha kuwa kwenye hiki chama. Sio mtu anakuja nampa kadi tu. Watu wapewe fomu ambazo zinaonyesha itikadi za msingi za hizo chama, na mtu aulizwe kama anakubali, kama mimi nakubali kuwa na chama, na kwanza ni aseme anataka kwenye chama. Kwa nini anataka kujiunga na hicho chama? Aseme. Na kama mtu huyo hana sababu, mnaona kwamba kile kinachomsababisha aingie kwenye chama ni sababu ambazo ziko kila mahali, mjue huyo ni kwamba anaelea, anatafuta sehemu ya kwenda kutafuta utambulisho. Yaani sawa sana mtu anakuwa kwenye dini fulani pasipokuwa na sababu za zote, hawezi akatetea, hana imani katika hiyo dini. Maana yake huyu ni mtu anataka sehemu ya kuzikwa au sehemu ya kuweza kujumlika na watu. Kwa mtu anakuja Chadema ni lazima ahakikishe pawe na fomu maalum ambayo inaelezea kuitikadi ziwe katika mtindo wa moyo, katika ufupisho tu, wamuulize kwa nini anaamini. Wakishamuona mtu huyu anaamini mambo hayo na katika akili yake, hata kabla ya kuwa mmemfundisha kwamba anakuja kuungana na sisi, lakini anaelewa anaamini katika hayo mambo, basi mnamchukua. Sio mnakaa jukwaani mnasema jukwaani kwamba CCM imefisadi nchi hii, CCM imejenga barabara chini ya kiwango, CCM, alafu mtasema basi naungana na Chadema. Hapana, kwa sababu hayo maneno yanaweza katamkwa na chama chochote. ACT inasema CCM ina changamoto 1 2 3 ambazo zinafanana. CCM ina mafisadi, ACT wanasema, Chauma wanasema. Hizo sio itikadi, hizo sio falsafa za chama, hizo sio nguzo za chama. Nguzo za chama ndio kama hizo tumezizungumza. Itikadi zake kama CCM wanaamini katika ujamaa, wanaamini katika serikali moja. Hizo ni vitu vya msingi, na zipo sababu nyingi sana, si utu na vitu kama hivyo. ACT si utudani wa kidemokrasia, vitu kama hivyo. Chadema ubepari na utawala wa majimbo, hizo ndizo misingi na nguzo. Kwa mtu anapokuja asipoisema hiyo, msimpe wanachama, na anapoondoka lazima ahakikishe mtu huyu awe tayari shapa kiapo kwamba gharama
gharama ya yeye kuacha chama itakuwa ni nini. Katika dini ya Kiislamu, ukiacha dini ya Kiislamu kuna hukumu yake inafahamika. Lazima pia mtu awe na kiapo ambacho ataapa kwamba endapo anaacha chama hiki basi lazima pawe na gharama zake. Hii itawadhibiti watu kutokuja kukaa kwenye chama kiholela. Yani mtu anakuja kwenye chama kiholela bila sababu yoyote. Hii itazuia watu kuhamia kwenye vyama ambao hawaamini katika itikadi. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii na mtaalamu wa masuala ya uchumi Bwana Baraka John Chambala nikizungumza naye msikilizaji. Na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara. Moja kwa moja na mwalika mwenzangu Amina Semagugu hapa katika wasaa mzuri wa Duru Uchumi na Biashara. Amina, karibu sana. Asante sana Laurent Gelvas, habari za wakati huu? Habari ni nzuri sana, uko poa? Niko poa. Leo katika Duru Uchumi na Biashara ni kwamba wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamesema serikali ya awamu ya 6 imefanya maboresho makubwa katika miundombinu ya usafirishaji na utoaji wa huduma kupitia reli, anga, barabara na usafiri wa baharini. Wabunge hao wametoa pongezi hizo wakati wakichangia bajeti ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 iliyowasilishwa bungeni jijini Dodoma, ambaye imeomba zaidi ya shilingi trilioni 2.76. Wakichangia bajeti hiyo, baadhi ya wabunge wamesema wana kila sababu ya kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kufanikisha mageuzi makubwa kwenye sekta ya usafirishaji, hatua ambayo imerahisisha usafiri na kukuza uchumi wa wananchi. Na kwingineko ni kwamba mradi wa Kilimo Lishe Tanzania umeandaa siku ya wakulima katika wilaya 10 za mikoa 5 nchini kwa lengo la kuelimisha wakulima kuhusu kilimo cha tija ili kuleta mapinduzi kwenye sekta hiyo. Akizungumza katika kijiji cha Ngubi, halmashauri ya Kongwa, mkoa wa Dodoma, ofisa wa mradi huo Tofol Tarimo amesema wamelenga kutoa elimu kwa wakulima wanufaika kwa mradi pamoja na jamii nzima ili kuleta mapinduzi makubwa katika sekta ya kilimo. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Shukran. Asante sana. Naam, ni taarifa hizo katika Duru Uchumi na Biashara. Na sasa ni wasaa wa Duru Michezoni. Tunaungana na Marco Pastori. Na moja kwa moja sasa tuelekee viwanjani katika Duru Michezoni. Marco Pastori, karibu sana. Asante sana, bila shaka uko poa? Mimi niko vizuri kweli kweli. Bana, jana mambo yalikuwa mambo, na kama ulifuatilia mchezo wa usiku hapa, na maanisha katika La Liga kule Uhispania, Real Madrid walikuwa kikipiga na Mallorca. Ukisikia dakika za jioni ndio hiyo. Dakika za jioni. Unapata alama 3. Mlinzi, beki anakuja kuokoa timu. Wanafanikiwa kupata alama 3. Na kwa ushindi huo jana Madrid wakawa wamejiweka kwenye nafasi walau ya kupunguza zile point ya kutokumwacha mbali Barcelona. Wana pointi 78 huku Barcelona wana pointi 82. Sawa bana. No. Kwa hiyo wanaendelea kukimbizana kwa namna hiyo. Sasa hii leo pia huko Uhispania katika La Liga, Barcelona naye yuko dimbani akiwa ugenini akicheza na Espanyol. Sawa bana. Wanaomba katika mchezo wa leo Barcelona a draw au wafungwe ili walau waendelee kuwa na matumaini ya lakini ubingwa. Kama Barcelona atashinda, basi ataendelea kutengeneza hilo gap liwepo refu zaidi baina yake pamoja na Real Madrid. Lakini mechi zingine zitakazopigwa ni Osasuna ambao atacheza na Atletico Madrid, lakini Rayo Vallecano atacheza na Real Betis. Zote hizi ni majira ya saa 2 kamili usiku. Lakini mchezo huu Espanyol pamoja na Barcelona itakuwa ni saa 4 dakika 30. Hal kadhalika Getafe ambao watacheza na Athletic Club itakuwa ni saa 4 dakika 30. Ulichokizungumza katika mchezo huu ambao utachezwa leo wa FC Barcelona umenikumbusha mchezo wa ligi ya soka ya wanawake
ambao ulikuwa unakutanisha kati ya Young Princess pamoja na JKT Queens, ambao mchezo ule Simba Queens walikuwa wanamuombea Young Princess aweze kushinda. Ndio. Lakini mwisho wa siku hali ikawa jojo, JKT Queens akashinda kwa mabao 2-0. Tulizungumza hapa jana na Baito alikuwa ananiambia kwamba amepita huko mtandaoni akakutana na comment ya mdau anasema hivi, ndio mara ya kwanza kuona mtu anamwombea mema adui yake. Ombea adui yako aishi miaka mingi. Sawa, bila kushukuru sana. Asante sana. Shukrani sana. Na msikilizaji, nipitia ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Huyu anasema anaitwa Orafu Kasindi, anasema anatokea maeneo ya Kibondo, anasema pale maeneo ya Samvura, mtaa wa Minja. Anasema jamani, na wapa ushindi Barcelona, tuko pamoja. Asante. Boaz Bruno wa Kumwendo, Ngara, Kagera, Tanzania, anasema nawatakia ushindi watani zake Simba hapo Jumamosi mbele ya Berkane, anasema ili kuweka heshima ndani ya nchi. Justin Richard mjukuu wa Obedi kutoka maeneo ya pande za Murusagamba, Ngara, Kagera, Tanzania, ni maeneo ya njia panda ya Rulenge kule, anasema kila laheri Simba katika mchezo wenu wa shirikisho barani Afrika hapo Jumamosi. RK tuko pamoja. Sawa, nikamilishe na huyu anasema habari za hapo studio, anasema naitwa Mapigano Jacobo. Haya, Mapigano Jacobo, tuma ujumbe mmoja, kituma tu ujumbe mbili wakati unasoma ujumbe wako basi unanihamisha mafaili. Anaitwa Boaz Johnny tokea maeneo ya Kumwendo, akiwa maeneo, anasema kwa nini Urusi vitaisha lini? Ni maneno hayo ya msikilizaji huyo akisema kwamba vita hivyo vitaisha lini? Kwa nini mzozo huo hautaki kuisha? Haya, asante kwa ujumbe wako msikilizaji. Na kwa ujumbe huo nakamilisha makala haya ya duru zetu la siri habari kuu leo hii. Serikali imeendelea kuimarisha udhibiti wa ubora wa huduma za uchukuzi nchini ili kufikia viwango vinavyokubalika kimataifa. Watendaji wa serikali na wadau wengine wa maendeleo mkoani Geita wametakiwa kushirikiana kukomesha vitendo vya rushwa kwenye maeneo yao. Na mawaziri wa mambo ya kigeni wa Jumuiya ya Kujihami na NATO wanajadili sharti la Marekani la kuongeza uwekezaji wa ulinzi hadi 5% ya pato la jumla la ndani kwa miaka 7 ijayo. Mwisho wa makala haya ya duru zetu la siri, mimi Laurent Gervas kwa niaba ya wote waliosikika niseme asante. Endelea kusikiliza Mseto Leo.